kileleni tuna taarifa nazo, kwa hiyo tuelewe namna kufanya pia. Tunaanza na wale watu wakubwa, taarifa naambia wale wakubwa. Kuna Yoeli sura ya kwanza na sura ya pili, na kuna Matendo sura ngapi? Ya pili. Au ndo tayari wale Kigamboni. Mwalimu Kigamboni, tusaidiane. Jamani, jamani, tujielewe basi. Tufanye ratiba muwaende kwa haraka. Watoto wadogo twende kidogo tawaita. Naomba watatu waje hapa, watatu wote simama. Watatu wote Kigamboni waje. Mwalimu Kigamboni, naomba tusaidiane katika hiyo. Naona kidogo wanabishana, pia waelewi ni yupi na yupi. Hebu jaribu kuchomoa mwalimu, naona. Basi kama mna, naomba tuendelee na ambayo uko tayari. Alafu sasa tutangaa na wale wadogo mambo mengine kuendelea. Karibu sana. Jina lako la muhimu sana, umetokea wapi, kila kitu. Si ndio tunaanza kuangalia hapo. Karibu sana. Yesu asifiwe kanisa. Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Donald Adam Daudi, kutokea kanisa Kigosheni Mali Salama, na mchungaji Joshua Francis Mwakulele. Naenda kusoma kitabu cha Yoeli sura ya kwanza mstari wa 1 na unasema: "Na Bwana alimjia Yoeli mwana wa Pethueli, mstari wa 2: Sikieni haya enyi wazee, sikilizeni enyi wenyeji wote nchini. Je, mambo haya yasikuwako katika siku zenu au katika siku za baba zenu?" Mstari wa 3: "Walifunga watoto wenu habari yake, watoto wenu wakaambia watoto wao, na watoto wao wakaambia kizazi kingine." Mstari wa 4: "Leo sasa nakumbuka ameliwa na nzige, na sasa nzige ameliwa na mparai, na sasa mparai ameliwa na matumano." Mstari wa 6: "Maana taifa limepanda juu ya nchi yangu yenye nguvu, tena halina hesabu, meno yake kama meno ya simba, naye ana makingo ya simba mkubwa." Mstari wa 7: "Ameharibu mzabibu wangu, ameuvunja mtini wangu, ameangua magamba yake kabisa, matawi yake amefanya kuwa meupe." Mstari wa 8: "Ombolea kama mwanamwali avaye magunia kwa ajili ya mume na ujana wake." Mstari wa 9: "Sadaka au na sadaka za kinywaji imekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana, au makuhani na wahudumu wa Bwana wanaomboleza." Mstari wa 10: Shamba limeharibika, nchi inaomboleza, maana nafaka imeharibika, divai mpya imekauka, mafuta yamepunguka. Mstari wa 11: "Tahayarini enyi wakulima, pigeni mioyo enyi watunzaji wa mizabibu, kwa ajili ya ngano na shayiri, maana mavuno ya mashamba yamepotea." Mstari wa 12: "Mzabibu umesinyaa, mtini nao umevia, nao mkomamanga na mtende na mtofaa, naam miti yote ya mashamba imekauka, maana furaha imekauka katika wanadamu." Mstari wa 13: "Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani, pigeni mioyo enyi wahudumu wa madhabahu, njooni mlale usiku kucha katika magunia, enyi wahudumu wa Mungu wangu, maana sadaka kinywaji na sadaka unga zimezuiliwa katika nyumba ya Bwana." Mstari wa 14: "Takaseni saumu, itieni kusanyiko la dini, wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi, waelekee nyumbani kwa Bwana na kumlilia Bwana." Mstari wa 15: "Ole wake siku hii, kwa maana siku ya Bwana inakaribia, nayo itakuja kama uangamivu utokaye kwake aliye Mwenyezi." Mstari wa 16: "Je, chakula hakikukatiliwa mbali mbele ya macho yetu? Naam, furaha na kicheko mbali na nyumba ya Mungu wetu." Mstari wa 17: "Mbegu zinaoza chini ya udongo wake, hala limeachwa ukiwa, mabanda yamevunjika, maana nafaka imekauka." Mstari wa 18: "Jinsi wanyama wanavyougua, makundi ya ng'ombe yamefadhaika kwa sababu ya malisho, naam makundi ya kondoo yamepata mateso." Mstari wa 19: Bwana nakulilia wewe, Bwana nakulilia wewe, kwa maana moto umeala malisho ya nyikani, na miali ya moto imeteketeza mito yote ya mashamba." Mstari wa 20: "Naam wanyama wote wa mashamba wanakupenda wewe, kwa maana vijito vya maji vimekauka, na miali ya moto umeteketeza malisho ya nyikani." Asante sana. Ndio, karibu. Jina lako muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Nefida Alex, napenda kutaja mistari. Nayo natoka katika Yoeli sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi kuendelea.
Neno la Bwana lilimjia Yoeli mwana wa Pethueli. Mstari wa 2. Sikieni haya enyi walevi, sikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi. Je, mambo haya yalikuwepo katika siku zenu au katika siku za baba zenu? Mstari wa 3. Waarifuni watoto wenu habari yake, na watoto wenu wakawaambie kizazi kingine. Mstari wa 4. Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Mstari wa 5. Levukeni enyi walevi, mkalie, pigeni yowe ninyi nyote mnyao divai, kwa sababu ya divai mpya, maana umekatiliwa mbali na vinywa vyenu. Mstari wa 6. Maana taifa langu limepanda juu ya nchi yangu, lenye nguvu tena halina hesabu. Mstari wa 8. Mstari wa 7. Umeharibu mzabibu wangu, umeuvunja mti wangu, umeangua magamba yake kabisa, umeuangusha chini, matawi yake yamefanywa kuwa meupe. Mstari wa 9. Sadaka ya unga, sadaka ya kinywaji zimezuiliwa katika nyumba ya Bwana, maana hao makuhani wa Bwana wanaomboleza. Mstari wa 10. Shamba limeharibika, nchi inaomboleza, maana nafaka imeharibika. Divai mpya imekauka, mafuta yamepunguka. Mstari wa 11. Tahayarini enyi wakulima wa mizabibu, pigeni yowe enyi watunzaji wa mizabibu, maana kwa ajili ya ngano na shayiri, maana mavuno ya shamba yamepotea. Amen. Asante sana. Amen. Karibu.